Kuna watu wanafanya kazi kila siku, wanaamka mapema, wanarudi usiku wakiwa wamechoka, lakini bado pesa haikai. Mshahara ukiingia, baada ya siku chache tu matatizo yanaanza tena. Na ukweli mchungu ni huu: siku hizi ukitegemea chanzo kimoja tu cha mapato, maisha yanaweza kukusumbua sana, kwa sababu tatizo si kufanya kazi pekee. Tatizo ni kuwa una njia moja tu ya pesa kuingia. Sasa kwenye video hii nitakuonyesha kwa nini kipato cha pembeni si kitu cha hiari tena. Ni kinga ya maisha yako. Na mwisho wa video hii utaelewa kosa ambalo linafanya watu wengi wabaki kwenye mzunguko wa matatizo ya kifedha maisha yao yote. Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii sana. Tatizo sio uvivu. Tatizo ni mfumo wao wa kipato. Ukitegemea mshahara mmoja tu, tatizo moja la ghafla linaweza kuvuruga kila kitu. Na leo nataka tuzungumze kwa uhalisia kabisa. Kwa nini ni muhimu kuwa na kipato cha pembeni na namna ya kuanza hata kama kuna mtaji mkubwa. Sasa hebu tuanze. Watu wengi wakipata matatizo ya kifedha, kitu cha kwanza wanachokisema ni mshahara hautoshi. Lakini mara nyingi tatizo si mshahara pekee. Tatizo kubwa ni kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Sasa hebu fikiria hivi: ukipoteza kazi leo, utaendelea kuishi na maisha yako ya kawaida kwa muda gani? Wiki moja? Mwezi mmoja? Au maisha yako yatasimama kabisa? Je, hili linakuhusu? Hebu tafakari kidogo, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujiuliza swali hili. Wanaishi wakisubiri tarehe ya mshahara, na hiyo ndiyo inayowafanya waishi kwenye pressure kila mwezi. Sasa hebu ngoja nikupe mfano rahisi kabisa. Hapa Tanzania, mtu ana kazi nzuri tu, lakini ghafla mtoto anaumwa, kodi imeongezeka, au kuna msiba. Ndani ya siku chache tu anaanza kukopa. Kwa nini? Kwa sababu kuna sehemu moja tu ya pesa kuingia. Na ukitegemea njia moja ya pesa, ikitetereka kidogo tu, maisha yote yanayumba. Watu wengi wanahangaika kutafuta mshahara mkubwa, lakini hawahangaiki kutafuta vyanzo vingi vya mapato. Na hapo ndipo wanapokosea. Leo fanya jambo hili. Fungua sehemu ya kuandika kwenye simu yako au chukua karatasi. Andika vyanzo vyako vyote vya mapato ulivyo navyo sasa. Halafu jiulize, kama chanzo hiki kikisimama leo, nitabaki na nini? Usilikimbie swali hilo. Linaweza kubadilisha kabisa namna unavyofikiria kuhusu pesa. Lakini sasa watu wengi wakisikia kipato cha pembeni, wanaamini lazima uwe na mamilioni benki. Na hapo ndipo tatizo kubwa linaanzia. Na hilo ndilo ninalielezea kwenye kipengele kinachofuata. Usitoke, endelea kuangalia. Watu wengi wanaahirisha maisha yao. Wanasema nikipata mtaji mkubwa ndio nitaanza. Lakini ukweli ni huu: watu wengi waliofanikiwa hawakuanza wakiwa tayari. Walianza na kile walichokuwa nacho. Hebu angalia mazingira yetu ya kawaida. Kuna mtu anaanza kuuza bidhaa kupitia WhatsApp tu. Hana duka, hana ofisi, lakini ana msimamo na uvumilivu. Kuna mwingine anajua kutengeneza video, anaanza kuwasaidia watu kutengeneza maudhui.
Mwingine anajua kupika au kutengeneza keki, anaanza kuuza kidogo kidogo. Mwingine ana kipaji cha kufundisha, anageuza ujuzi wake kuwa chanzo cha mapato. Sasa hebu ngoja nikuulize swali hili la kutafakari. Ulishawahi kujiuliza ni kitu gani watu wanakuomba uwasaidie mara kwa mara? Huenda hicho ndicho chanzo chako cha kipato cha pembeni. Tatizo la watu wengi sio kukosa nafasi. Tatizo ni kuogopa kuanzia chini au kuanza wakiwa wadogo. Wanataka waanze wakiwa wakubwa tayari, na maisha hayafanyi kazi hivyo. Mara nyingi kujiamini kuja baada ya kuanza na sio kabla. Sasa nini unapaswa kufanya? Ndani ya siku 7 zijazo, chagua ujuzi mmoja au huduma moja tu. Usianze vitu vingi kwa wakati mmoja. Inaweza kuwa kuuza bidhaa, kutengeneza video, kupika, kufundisha, kazi za mtandaoni, kusimamia kurasa za mitandao ya kijamii na kadhalika. Halafu anza kujitangaza. Hata kama ni kupitia WhatsApp, anza. Kwa sababu hatua ndogo inayochukuliwa ina nguvu kuliko mpango mkubwa usiotekelezwa. Lakini pamoja na watu wengi kuanza, bado kuna kosa moja kubwa sana linalorudisha nyuma. Na kosa hilo linafanywa na watu wengi kuliko unavyofikiria. Na hilo ninaenda kulielezea kwenye kipengele kinachofuata. Watu wengi wakianza kupata kipato cha pembeni, kitu cha kwanza wanachoongeza si uwekezaji, ni matumizi. Na hapo ndipo tatizo linaanzia. Mtu anaanza kupata pesa zaidi, ghafla matumizi yanaongezeka, starehe zinaongezeka, manunuzi yasiyo ya lazima yanaongezeka. Kwa hiyo maisha yanabaki pale pale. Sasa hebu jiulize kwa uaminifu kabisa. Ukiongeza kipato leo, utaongeza mwekezaji au utaongeza matumizi? Watu wengi hawalijui hili. Tatizo lao sio kuwa na kipato kidogo. Tatizo ni kutokuwa na nidhamu ya fedha. Kwa sababu unaweza kuongeza kipato mara 2, lakini kama matumizi yanaongezeka, bado utaendelea kuwa kwenye matatizo yale yale. Ndio maana kuna watu wanaingiza pesa nyingi, lakini bado wana mawazo na msongo wa fedha kila siku. Sasa nini unapaswa kufanya? Kuanzia leo, tengeneza utaratibu wa kugawa kipato chako cha pembeni, hata kama ni kidogo. Sehemu moja kwa matumizi muhimu, sehemu moja kwa kukuza kipato, na sehemu nyingine kwa akiba au uwekezaji. Usisubiri upate pesa nyingi ndipo uwe na nidhamu. Anza kujijengea tabia mapema. Kwa sababu tofauti ya mtu anayefanikiwa na anayekwama mara nyingi si kiasi cha pesa anachopata, ni namna anavyotumia kile anachopata. Sasa tunapokuwa tukaribia mwisho wa somo hili, naomba nikukumbushe mambo tuliyojifunza kwa somo la leo. Usitegemee mshahara mmoja tu kama unataka kuwa na utulivu wa kifedha. Kipato cha pembeni si anasa tena, ni kinga ya maisha yako. Ni sehemu yako ya usalama wako wa kifedha. Ni nafasi yako ya kujenga uhuru wa kifedha hatua kwa hatua. Na kumbuka, huanzi ukiwa mkubwa. Unaanza ukiwa mdogo, halafu unakuwa. Anza na ujuzi ulionao, anza na muda ulionao, anza na kile kidogo ulichonacho sasa hivi. Lakini usiendelee kusubiri maisha yawe mazuri kwanza ndipo uanze.
kwa sababu siku hizi kutoboa si kufanya kazi sana pekee, ni kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Kama umejifunza jambo muhimu kwenye video hii, andika kwenye maoni. Ni kipato gani cha pembeni ungependa kuanza? Nitafurahi kusoma maoni yako. Na kama unapenda mafunzo kama haya, jiunge kwenye ukurasa huu ili tuendelee kujifunza pamoja. Asante sana na karibu katika video zinazofuata.